Habari, leo tunakwenda kuangalia makosa yanayofanywa na wagonjwa wa presha wakati wa kutumia dawa. Shinikizo la juu la damu, yani hypertension, ni moja ya matatizo makubwa ya kiafya duniani, kwa mujibu wa shirika la afya duniani, yani WHO. Takriban watu bilioni 1.28 duniani wanakisiwa kuwa na shinikizo la juu la damu, na wengi wao wako katika nchi zenye kipato cha chini na kipato cha kati. Matumizi sahihi ya dawa ni msingi muhimu wa kudhibiti hali hii. Hata hivyo, wagonjwa wengi hukosea katika matumizi ya dawa, na hivyo kuongeza hatari ya kupata madhara makubwa kama vile kiharusi, shambulio la moyo, kushindwa kwa figo, au hata wakati mwingine huweza kupelekea kifo. Katika mada ya leo utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea kwa undani kuhusu makosa ambayo yanafanywa na wagonjwa wa presha, ambayo yanafanya presha isishuki na kuleta madhara makubwa. Kama ulikuwa bado hujajiunga katika chaneli hii, jiunge kubonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Tutaangalia tafiti muhimu kuhusu uchunguzi huu wa makosa yanayofanywa na wagonjwa wa presha mara kwa mara. Kwanza tuanze na utafiti uliofanyika hapa Tanzania na Profesa Palangio. Ulibaini kwamba zaidi ya watu 50% ya wagonjwa wenye shinikizo la juu la damu hawakufuata maagizo ya dawa ipasavyo, jambo lililosababishwa matokeo duni ya kiafya. Utafiti huu ulifanyika Muhimbili mwaka 2017, ni hospitali ya taifa ya Tanzania. Utafiti wa shirika la afya duniani, yani WHO, uliofanyika mwaka 2021 ulibaini kuwa chini ya 25% ya wagonjwa duniani wanashiriki dawa za presha na wanafuata kudhibiti shinikizo lao la damu kwa kiwango kinachokubalika, na 75% ya wagonjwa wa presha basi hawatumii dawa ipasavyo. Utafiti wa tatu ulifanyika nchini Nigeria, unaitwa Adeloye et al. Ulifanyika mwaka 2019. Ulibaini kuwa zaidi ya 60% ya wagonjwa waliokuwa na presha hawakuwa na matumizi ya dawa kwa usahihi, na walikuwa wanaacha dawa mara kwa mara, hasa pale ambapo wanajihisi kuwa nafuu kwa muda. Tuende kwenye utafiti wa ulifanyika nchini Kenya, unaitwa Omondi et al. Ulifanyika mwaka 2020. Ulionyesha kuwa wagonjwa wengi walikuwa wanakosea muda wa kumeza dawa. Wengine walikuwa wanakata kutumia dawa nusu, na wengine walikuwa wanaacha kutumia dawa walipoona dalili zimepungua. Tuende sasa kuangalie makosa ambayo yanafanywa na hao wagonjwa wa presha, ambayo hupelekea washindwe kudhibiti dawa za presha mara kwa mara. Kosa la kwanza, kuacha kutumia dawa bila ushauri wa daktari. Wagonjwa wengi huacha dawa wanapoona hali yao imeimarika. Hii huongeza hatari ya kurudi kwa presha na kupata madhara makubwa. Wengi huanza kutumia dawa za presha pale ambapo wanahisi kwamba wana maumivu ya kichwa au wana changamoto kadhaa, lakini baada ya siku 2, siku 3 zile hali zinapotea. Zikishapotea basi wanaacha. Hili ni kosa ambalo linawafanya hawa watu wasiwe na udhibiti mzuri wa presha. Kosa la pili, kutumia dawa kwa vipindi visivyo sahihi. Wagonjwa wengi wa presha hutumia dawa kwa muda usio sawa kila siku, hiyo kufanya kiwango cha dawa mwilini kutokuwa thabiti. Tunashauri kama dawa yako unameza mara moja kwa siku, umeanza kumeza asubuhi, basi meza asubuhi muda wote. Sio unameza asubuhi, kesho unameza jioni, afu kesho kutwa unameza mchana. Hii inapelekea mwilini kuwa na uwiano tofauti wa dawa. Kosa la tatu ni kusahau dozi. Wagonjwa wengi wa presha husahau kuchukua dawa zao, hasa wanapokuwa na shughuli nyingi au wamesafiri. Hii huathiri udhibiti wa presha. Kosa la 4
ni kutumia dawa bila kufuata kipimo sahihi. Baadhi ya wagonjwa huamua kuongeza au kupunguza dozi bila ushauri wa daktari. Hii inaweza kusababisha madhara makubwa kama vile kushuka kwa presha kupita kiasi. Baadhi ya wagonjwa ikionaga ana maumivu ya kichwa anahisi kwamba hii imesababishwa na presha, basi anameza dawa. Kuna wakati haya maumivu yanasababishwa na magonjwa mengine. Kwa hiyo pima presha au na daktari, ndipo badilishe kiwango cha dawa. Kosa la 5 ni kutegemea tiba mbadala pekee. Wagonjwa wengi huacha dawa zilizoandaliwa au alizopewa na daktari na kuanza kutumia dawa za kienyeji kama mitishamba pekee. Hii huchangia kushindwa kudhibiti presha ipasavyo. Kama kuna dawa umeipata ambayo ni tofauti na ile ambayo amekuandikia daktari, umesikia inafanya vizuri, nenda kamuuliza daktari upate ushauri kwake, ndipo atakushauri hii dawa uitumie au la. Baadhi ya wagonjwa mimi nimewashuhudia wakiacha dawa za hospitali wakienda kutumia dawa zingine, huwa wanapata madhara makubwa na wanarudi tena ikiwa wamepata madhara makubwa, ila sisi tunaupokea kwa sababu ni watu wa Mungu. Jambo la 6, kutokuhudhuria kliniki kwa ukawaida au kwa ratiba iliyopangiwa na daktari. Wagonjwa wengi hushindwa kurudi kliniki, na maanisha zahanati au hospitali, kwa ufuatiliaji wa afya yao, hivyo kushindwa kurekebisha dozi au kufanywa uchunguzi wa madhara ya dawa. Dawa za presha ziko nyingi, kwa hiyo unavyoambiwa na daktari rudi baada ya siku 14 au rudi baada ya mwezi mmoja, hii inakusaidia. Kwanza itakusaidia wewe kuwa na udhibiti mzuri wa presha, lakini pia itamsaidia daktari kujua ni dawa gani ambayo inafaa kwako na akushauri utumie dawa ipi. Kwa hiyo kutokurudi kliniki kupima presha au hospitali unaongeza usugu na ugumu wa kudhibiti hali ya presha. Kosa la 7 ni kutokujali lishe na mtindo wa maisha. Wengi huchukulia dawa pekee kuwa suluhisho bila kubadilisha ulaji wa chumvi, mafuta au bila kufanya mazoezi. Hili hupunguza ufanisi wa dawa. Kwa hiyo kutumia dawa pekee bila kuzingatia lishe na mazoezi ni sawa na kufanya kazi bure. Kwa hiyo tumia dawa lakini pia zingatia lishe na mazoezi viende sambamba. Lakini pia kutokujali lishe na mtindo wa maisha, hii nimeshaisema. Lakini pia kutumia pombe na sigara. Baadhi ya wagonjwa huendelea kutumia pombe na sigara wakati wanatumia dawa, jambo linaloathiri ufanisi wa dawa husika. Ushauri: wakati unatumia dawa, jambo linalotakiwa ni kwamba acha kutumia vitu ambavyo vinaweza vikaongeza presha kupanda, ikiwemo pombe na sigara. Makosa yanayofanywa na wagonjwa wa presha katika matumizi ya dawa ni changamoto kubwa ya kiafya. Tafiti mbalimbali zimeonyesha kuwa zaidi ya nusu ya wagonjwa hawa hawafuati maagizo ipasavyo. Hii ni kutokana na uelewa mdogo, imani potofu kuhusu dawa za hospitali, na changamoto za kijamii na kiuchumi zimekuwa sababu kuu ya makosa haya. Ni muhimu kwa wahudumu wa afya kutoa elimu endelevu, kufuatilia wagonjwa kwa karibu na kuhimiza mabadiliko ya mtindo wa maisha. Kwa kufanya hivyo, vifo na madhara makubwa kutokana na shinikizo la damu yanaweza kupunguzwa kwa kiasi kikubwa. Ulikuwa nami Daktari Laini Komba, nikutakie siku njema na Mungu akubariki.